jeshi la polisi, na pia alitoa taarifa kuhusiana na mtu mmoja aliyetoa taarifa kwamba ameokotwa katika ufukwe wa Coco Beach. Sasa taarifa kuhusiana na Hilda Newton kuwa kwenye mikono ya polisi haikutolewa. Kwa hivyo mpaka muda huu sisi kama ofisi ya chama hatujui Hilda Newton yuko upande gani. Tunachofahamu polisi walimchukua pale Kisutu, wakaondoka naye kwenye gari, kwa hatujui wamempeleka wapi. Kama wamempeleka Ununio, kama wamempeleka kituo gani, hatuna taarifa yoyote. Tunachokijua ni kwamba walimchukua wakaondoka naye kwenye gari. Kwa hivyo jana tulitoa masaa kadhaa kwa jeshi la polisi ili waweze kuwarejesha wanachama na viongozi wetu wote ambao wako kwenye mikono yao. Basi mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti atakapokuja kuregister tamko hapa, basi na jambo hili tutalitolea uelekeo kwa jeshi la polisi, ambao mashuhuda na watu wote waliona jinsi walivyomchukua Hilda Newton na kuondoka naye kwenye gari. Sasa kabla sijamkaribisha makamu mwenyekiti wa chama bara kuja kuzungumza na kutoa position ya chama, nitawaleta wahanga wachache, watakuja kuzungumza kidogo tu ya mambo gani yaliyotokea, ili tupate picha halisi ya kile ambacho kilifanyika na ambacho tunasema kimetufedhehesha sana, kimetia aibu na unajisi sana taifa letu, kwa sababu jeshi la polisi lilifanya uharamia kwa raia wake ambao walikuwa wanaenda mahakamani kusikiliza kesi kwa amani. Kwa hivyo nianze kwa kumleta ndugu Lucas Ngoto. Naomba asaidiwe tafadhali ndugu Lucas Ngoto, ambaye yeye ni mwenyekiti wetu wa kanda Serengeti, atakuja kuzungumza hapa. Naomba asaidiwe. Ndugu Bipendo, utajiandaa. Karibu ndugu. Asante. Asante naibu Bala na mheshimiwa makamu mwenyekiti, katibu mkuu na makamu Zanzibar, ndugu waandishi wa habari na wanachama mlioko ndani ya ukumbi wetu. Kama ambavyo nimetambulishwa, naitwa Lucas Ngoto, mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti yenye mkoa wa Mara, Shinyanga pamoja na Simiyu. Niko hapa kwa ajili ya kutoa ushuhuda mfupi tu juu ya tukio la jana, namna ambavyo lilitokea na unyama mkubwa ambao tulifanywa jana na watu ambao wanajiita ni polisi, ila mimi kwa imani yangu sidhani kama ni polisi wanaweza kufanya yale matendo, kwa sababu mimi nimefika mahakamani asubuhi. Nimefika mahakamani getini, nikaomba kuingia mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti. Na lingekuwa neno la ajabu na la aibu kwangu mwenyewe kwamba mwenyekiti wetu wa taifa analetwa kwenye kesi, alafu ni haki yetu kuisikiliza, alafu nisifike mahakamani. Kwa mimi binafsi nilikuwa nimeapa kufika mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi. Nimefika kwenye geti lile la mahakama, wakaanza kusema leo hakuna mahakama hapa. Leo hakuna mahakama, mahakama haifanyi kazi. Polisi waliokuwa pale wakasema mahakama haifanyi kazi. Sasa baadaye wakati naondoka, wakawa wanamshambulia dada Eliza. Tulipoenda kuambia mimi na wenzangu akina Twana Pambaru, mbona mnamshambulia huyu dada na ni mwanamke?
wakatukamata hapo hapo. Sasa tulikamatwa watu 9. Na hatukuwasumbua polisi. Wetukamata watu 9 bila kuwasumbua. Wametembea na sisi kwenda Kawe huko. Wamezunguka na sisi zaidi ya masaa 4. Wakaenda wakatushusha kwenye kituo kamoja ka polisi kana askari mmoja peke yake. Tukakaa kama dakika 5 hivi, wakatupakia tena kwenda kwenye gari. Walipakia kwenye gari wakatupeleka karibia na Mbweni, kituo cha polisi cha Mbweni. Lakini baadaye hawakutuingiza kituoni, wakatupeleka huko ambako walienda kutupiga, huko Ununio. Tulipofika maeneo ya Ununio kwenye lami, tulikuta defender 2 ambazo zina askari hao wanaojiita polisi, ambao tunahisi kazi yao ilikuwa ni kupiga watu. Kwa sababu ile gari iliyotutoa kule Kisutu yenyewe ilienda, tulipofika pale ilikuwa moja, wakati tunaenda baharini huko Ununio zikawa 3. Kwa hiyo tulipofika mule kuna vichaka fulani hivi, tulipita njia kwenye vichaka hapo. Tulipofika hapo kwenye hivyo vichaka, wakamshusha dada Pendo, wakaanza kumpiga. Kuna askari mmoja alikuwa na nyota kama 2, akaanza kumpiga dada Pendo kama anaua nyoka. Na wengine wote tukaambia shuka kwenye gari, vua viatu, ficha uso. Vua viatu, ficha uso. Na kama unaweza kuomba Mungu, omba Mungu. Jikabidhi kwa Mungu. Kwa hiyo tukaenda tukavua viatu, tukalala chali, tukaanza kupigwa kipigo cha mbwa koko. Kwa anatupiga kwenye nyayo, piga kwenye matako, kono hivi ilivyovimba kwenda kote. Hawaangalii. Kulikuwa na vijana wadogo pale wanatupiga kama vile si hawapigi binadamu. Kwa hiyo ulivyoona tumechoka. Sasa hata tulii, wametupiga sasa, yani mili imekuwa ganzi. Wakatuacha hapo Ununio. Wakaambia askari huyo mkubwa aliyekuwa na nyota, akaambia watafutieni maji masafi waoge. Wakatupeleka kwenye dimbu moja lilikuwa na maji machafu. Wakatuambia haya, ogeni humo. Tukagaragazwa kwenye lile dimbu lenye maji machafu mule ndani. Walimaliza kutugaragaza kwenye lile dimbu, wakatuambia pandeni kwenye gari. Kwa hiyo tulivyopanda kwenye gari, tukapelekwa Mbweni. Tulifika kituo cha polisi Mbweni, hatukuwekwa lock up. Tulipelekwa chumba cha upelelezi. Tukawekwa kwenye chumba cha upelelezi wote, sisi ambao tulikuwa watu 9. Hatukupelekwa lock up ya kawaida. Tukapelekwa chumba cha upelelezi, tukawekwa humo ndani. Baada ya pale kama masaa 3-4, tuliambiwa tokeni nje. Tukapandishwa kwenye gari, ndio tukapelekwa huko Bagamoyo. Wakafika mahali kwenye poli, wakasimamisha gari. Kulikuwa na kichaka, wakambingieni kwenye kichaka huko. Wakasogea mbele, walivyotushusha wakasogea mbele, wakageuza gari, wakaturushia simu, wakakimbia. Sasa mimi ni maswali ya kujiuliza, na naomba Watanzania wote tujiulize maswali haya. Kwa nini pale wanapotesea watu tulipoenda kupigwa ni eneo la jeshi? Kama watu wanaotupiga ni askari wa kawaida, wanapata wapi kibali cha kwenda kwenye eneo la jeshi kupigia watu? Kwa nini? Lakini swali la pili ambao Watanzania tujiulize. Sisi tumeenda mahakamani na tumekamatwa, hatuna hata wembe wowote wa kumshambulia askari. Kwa nini wanatukamata hawatupeleki kwenye vituo vya polisi, lakini wanaenda kutushambulia kwa kutupiga?
Na ukweli ni kwamba kama tungelijua kwamba tunaenda kupigwa na tupelekwe kwenye kituo cha polisi, afadhali tungefia pale Kisutu. Kama tungelijua, tulijua tumekamatwa na polisi, tunapelekwa mahakamani, na kama kuna sheria za Tanzania tumezivunja, basi tunajua tutapelekwa mahakamani kwenye hizo sheria tulizozivunja. Lakini matokeo yake tunaenda kupigwa. Tumekosa nini? Tunaenda kupigwa. Maana ya kupigwa maana yake ni nini? Mahakama kwenye hii nchi zimefutwa. Wale wanaojiita si wana sheria, ofisi za sheria, maana yake zimefutwa. Polisi wana kazi ya kukamata. Wanasheria wanaandaa kesi inaenda mahakamani. Mahakama inatafasiri kwamba huyu mtu anakosa au hukumiwa kwa kosa hili. Lakini polisi anakamata, anachunguza, anahukumu, anatoa adhabu. Kitendo cha kutukamata na kwenda kutupiga na kutuachia, maana yake ni kwamba wao wametukamata, wamehukumu, kila kitu wamemaliza. Sasa Watanzania wenzangu, haya mambo tusiyafikiri ni mambo madogo. Hata kitendo cha kutupeleka kule maeneo yale ya baharini, kuna ujumbe tu walikuwa wanatupa kwamba hapa mnaweza mkatoka au msitoke. Watanzania tusiwe wakimya. Tupige kelele, haya mambo, hii nchi ni ya kwetu wote. Tupige kelele, haya mambo yakomeshwe kwenye taifa letu. Asanteni sana. Naomba apate usaidizi. Pole sana ndugu Ngoto. Tunaposema uharamia uliofanyika, basi ninaomba Watanzania waone na dunia ione hawa waliokuwa naenda kwa amani tu kusikiliza kesi, alafu haya ndio walioyapata. Ninaomba sasa ndugu waandishi wa habari mgeuze kamera zenu ili muweze kusikiliza kutoka kwa majeruhi mwingine ambaye yeye mbali na kutandikwa marungu kichwani, aling'atwa na mbwa. Mbwa waliachiliwa, akang'atwa na mbwa. Kwa ndugu Noel, tafadhali ninaomba ndugu waandishi wa habari tugeuze kamera zetu ili tuweze kusikia simulizi lake. Karibu Noel. Matukio ya kuachiliwa mbwa kumng'ata binadamu ni yale yaliyokuwa yanafanyika Marekani kwa ajili ya watu weusi, na matukio ambayo yamefanywa na makaburu wa Afrika Kusini, Soweto kule, ndio walikuwa naachiliwa mbwa wawashambulie watu weusi. Ndio wamefanya jana polisi. Karibu Noel. Asante makamu katibu. Mimi naitwa Noel Joakim Hema. Kwa baadhi yao nafikiri baadhi wenu mnanifahamu na kuna wengine ambao hawanifahamu. Nimetoka Arusha, mimi ni mkazi wa Arusha. Nimetoka juzi usiku. Kwa hiyo nimeingia jana asubuhi saa 12. Ndio nikawa nimefika Ubungo, nilikuja na gari ya Kilimanjaro. Na kutoka hapo nilifika saa 12 nikachukua bajaji kwa ajili ya kwenda Kisutu. Nimefika Kisutu ilikuwa ni saa 2 kasoro. Ndio nikawa nimefika hapo. Nilipofika hapo
nikakuta askari wako wengi sana pale getini. Nikakaa kidogo, akaingia Ngoto, mwenyekiti wa kanda ya Serengeti nafikiri. Alikuwa na baada ya muda kidogo akaja Mwaipaya pamoja na Pambalo. Wakafika pale, tukakuta geti limezuiliwa, hatuwezi kuingia. Tukasimama pale kidogo, tukasema sasa tutoke hapo. Kuna kona hapo kidogo, tukatembea kidogo kwenda mbele kidogo hapo. Tukafika kwenye kona nyuma ya Kisutu. Pale tukasimama pale, tukajaribu kuongea na akaja huyu aliyekuwa mbunge wa jimbo la Malinyi. Tukawa tumeongea kidogo hapo dakika chache, tukasema sasa kwa wanazuia, hebu sisi tuende. Kulikuwa na watu kama 20 kama 20 hivi. Tukasema tuende, tukajaribu kuomba askari ili tuingie. Tukatoka pale, tukawa tunaongozana. Tukafika pale kwenye geti la kuingia hapo mahakama ya Kisutu. Kwa muda mfupi wakawa wamemkamata, wamemwambia Pambalo pamoja na Mwaipaya na Ngoto, ingieni kwenye gari. Mimi nikawa nimezunguka nyuma, nikakataa, tulikuwa 4, nikakataa kuwa katika ile company. Nikazunguka nyuma, wakaniacha, wakawapandisha hawa gari. Na mbele yetu kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa wanamtorment pale. Kulikuwa kwenye maji na askari walikuwa zaidi ya 7 pale. Walikuwa wanamsukuma, wanampiga, na t-shirt yake ya juu ilikuwa imeshatoka. Sasa nikaona ni mimi, kwa kuwa sasa niko hapo, niende pale ili nimsaidie yule dada. Sasa ile hali ndio ilikuwa tatizo lililonipata mimi. Baada ya kuambia hivyo, wakaniuliza wewe ni nani? Nikawaambia mimi ni mwanachama wa Chadema, nimekuja hapa kwa ajili ya kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Lissu. Sasa nikiwa pale wakanielekezea umbwa. Kulikuwa na maaskari wawili wenye umbwa. Nikageuka sasa kuondoka kwa sababu ya kuogopa wale umbwa, ili niende upande wa pili. Nikataka kuvuka ng'ambo ya barabara. Wale umbwa wakawa wameni attack kwenye mguu wangu mmoja huu wa kushoto. Naweza mkaona kuna majeraha yako mbele hapa na nyuma. Mbwa akawa amenikamata. Sijafanikiwa kumsaidia yule dada. Nilisikia anaitwa Swini Eliza, just a white girl. Mbwa akawa amenikamata pale. Trouser ambayo nilikuwa nimevaa ikawa imekatika. Mbwa ananing'ata. Nikawa nimeanguka chini. Kulikuwa na maji na kulikuwa na tofali pale. Sasa
Nikiwa pale chini mbwa ananishambulia, nimeanguka chini, nikawa pale nilipoanguka kulikuwa na paving, hizi tofali za paving. Nikawa nimeshika tofali kwa ajili ya kujiokoa ili nipige yule mbwa. Nikawa nimeshika ile tofali na mikono yangu miwili, nikawa nimenyanyua juu ili kutafuta gravity nzuri ili niweze kupiga yule mbwa. Hapo ndo nikasikia sauti za maaskari wakisema usipige yule mbwa. Wakati nimenyanyua mikono yangu juu ili kutafuta nafasi nzuri ya kupiga yule mbwa alioning'ata, ndo nikasikia vipigo kwenye kichwa changu, pigo vya ajabu sana, na nikawa nimenyanyua mikono yangu juu, nikashindwa jinsi ya kupiga yule mbwa. Fimbo zikawa nyingi sana kwenye kichwa, kwenye mikono. Finally nikashindwa kushusha ile tofali, nikawa nimepigwa sana, nikadondoka pale. Damu zikawa zinavuja. Kitu nilichokiona kwenye mikono yangu ni damu zimejaa. Nikawa nimekaa pale na mbwa wakawa wananing'ata kwenye miguu, na wakaleta mbwa mwingine kushughulika na mkono wangu, mguu wangu mwingine huu wa pili. Miguu ina majeraha, mnaweza mkaona tu mbele nyuma. Kitu kilichonishangaza sana, ndugu zangu, wale askari walikuwa tayari kusaidia mbwa, lakini sio mimi. Walikuwa tayari kusaidia mbwa yule nisimpige, lakini mimi nipate majeraha. Kwa hiyo zile fimbo zilipotua kwenye kichwa, damu zikawa zinatoka sana pale. Nikawa nimeanguka pale, then nikatulia. Mbwa wanaendelea kung'ata miguu yangu. Baada ya muda kidogo, kuna afande mmoja ambayo siwezi kumkumbuka ni namna gani, akasema toeni hao mbwa. Wale mbwa wakawa wametolewa. Nikawa navuja damu kwenye miguu, kwenye mikono. Wale mbwa wakawa wamewatoa. Nikawa niko pale. Baada ya muda nikamsikia Pambalu alikuwa anapiga kelele sana. Sasa hiyo nilikuwa bado sijapoteza fahamu. Pambalu akawa na Mwaipaya wakawa wanasema wameua. Damu zilikuwa zinavuja pale, na damu zilikuwa nyingi sana, na nikawa niko pale nimetulia. Finally wakasema kwamba huyu mtu apelekwe hospitalini. Nikiwa pale chini, wakati wanapiga akina Pambalu wanapiga kelele, saa hiyo walikuwa wameshapandishwa kwenye gari. Nikawa askari wakaja pale, wakataka kuninyanyua, wakashindwa kidogo kwa muda ule. Saa hiyo nilikuwa bado niko conscious. Nikasikia sauti ya mtu mmoja aliyekuja, ambao nahisi aidha anaweza kawa nilikuwa ni mwana mapinduzi au ni Askofu Mwamakula. Akawa anasema sasa mimi tumpandishe kwenye gari yangu. Saa hiyo wakati na demand hivyo, hawakuweza kunipandisha pale,
nikakataa, nikawa nimepandishwa kwenye gari ya wale askari. Kwenye ile gari ya askari wale ilikuwa nikatupiwa tu pale kama mzoga tu. It was very bad. Nikatupiwa pale. Baada ya hapo nikawa niko kumbukumbu zangu hazikuwa nzuri. Nafikiri baada ya hapo nikaenda kuzindukia kituo cha afya, sijui ni kituo cha afya au ni hospitali. Nikiwa nashonwa kichwa na wananishona kichwa. Nikawa nimezinduka pale, nikauliza hapa niko wapi? Wakaniambia uko hospitali. Nilikuwa na mzee mmoja ambaye alikuja kunitambulisha kwangu, anaitwa Mzee Haule. Simfahamu. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kumuona. Nafikiri ndo alikuwa na mimi mpaka pale nikashonwa. Niliposhonwa pale nikamwambia mzee yule, sasa tutoke hapa. Baada ya hapo ndo tukawa tumetoka hapo. Baadaye nikapelekwa Kaiuki, nikaenda kuchomwa sindano za kichaa cha mbwa. Alafu nikawa nimeenda sehemu nyingine kupumzika. Asubuhi nilipotoka kumbe mguu wangu huu wa kushoto hapo chini, wakati napigwa zile fimbo, kumbe umepata crack. Ndo wakanipeleka kunifunga hii kitu. Yeah, that is all. Naam, ndugu waandishi wa habari, naomba kabla hamjageuza kamera zenu tusikie. Asante sana na pole sana ndugu Noel. Naweza kuona jamani huo uharamia uliofanyika kwake. Asante sana. Naomba tumsikilize Pendo kabla tujageuza kamera zetu wakiwa hapo. Naomba tumsikilize Pendo ambaye naye kama nilivyoelezea amefanyiwa uharamia. Naweka summary ya yale yaliyotokea. Saidiwe aje kwa hapa. Sasa tunashika hiyo document upate kazi utapeleka, usijali, yani kwenda utaenda, unapata document usipate shida. Tunashika hapo sasa hivi alafu ingia katika kazi hizo, tutakuelewesha tu usipate tamaa sana maneno yako. Majina naitwa Pendo. Watu wengi wanaifahamu kwa maarufu New Pendo. Kwa majina naitwa Pendo, alimaarufu New Pendo. Jana nilitoka nyumbani kwa ajili ya kwenda mahakamani kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Lissu. Niliwahi sana kufika mahakamani. Nilipofika pale nikazunguka mtaa wa pili, nikasubiri kidogo. Kama saa 2:30 nikawa nasogea huku mbele. Nikakuta kina Mheshimiwa Pambalu, Mwaipaya na viongozi wengine. Kulikuwa kuna purukushani pale getini. Sisi ni mwandishi wa habari alikuwa anakamatwa pale na polisi. Kwa hiyo tukawa tumerudi nyuma. Tukarudi na kina Pambalu kule tulikotokea. Tukashauriana kwamba turudi ili tuweze kuwasaidia wenzetu ambao wanasumbuliwa pale getini. Wakati tunarudi tukamkuta dada, sikuweza kumfahamu kwa muda ule.
yuko chini, juu yuko uchi. Nilikuwa na mtandio. Nikatoa ule mtandio kwa ajili ya kumsaidia yule dada. Wakaja askari 3 wa kike. Wakataka kunikamata. Sikutaka kukamatwa mpaka nimsaidie yule dada. Nikasogea nyuma. Nikawa napurukushana nao pale ili niweze kumsaidia kwanza yule dada ambaye yuko pale chini kwa sababu alikuwa yuko mtupu kabisa. Alichokifanya akaja askari mmoja na kama mwenge hivi. Akaniambia unafanyaje askari wangu? Nikamwambia mimi sina tatizo nao, naomba waniache nimstiri huyu dada. Alichokifanya yule mtandio akafanya kuninyang'anya, wakawa kama wanamkabia tena Eliza. Pale getini. Wale askari wa kike wakaniacha, akaja askari wa kiume kama 3. Wakaniambia ingia kwenye gari, ambako gari hilo kuna Mwaipaya na Pambaru na kiungana viongozi wengine. Sikutaka kupanda kwa sababu Eliza alikuwa analalamika sana pale chini. Mwaipaya akaniambia Pendo, panda tu. Ikabidi nikapanda kwenye gari. Tukapanda kwenye gari tukakaa pale. Baada ya muda gari ikawa inatoka. Tukatoka tukaenda mpaka Sarenda. Tukapaka Sarenda gari ikawa imesimama opposite na kituo. Akaja askari mmoja pale ana nyota 2. Akaambia au pelekeni porini. Gari ikaachwa pale. Dereva alikuwa anaendesha ile gari ni mgeni. Alikuwa anaelekezwa. Kunja hivi, nenda hivi. Tukapita Kawe. Tukakaa tukaenda mpaka Wazo. Wazo hili juu kule. Kuna kituo cha polisi. Kiko polini hivi kama hakitumiki. Tulimkuta askari mmoja. Tukashushwa, tukawekwa pale mapokezi. Kama dakika kadhaa tu hivi 5-6. Akarudi askari. Turudini kwenye gari. Tukarudi kwenye gari ya polisi. Gari ikaanza sasa kuelekea Mbweni. Tukafika Mbweni karibu na kituo, wakayutani, tukarudi, tukaelekea Ununio. Tumefika kule Ununio tukakuta kuna defender 2. Zimejaa askari wengi sana. Tulivyotoka pale askari alikuwa ameninyang'anya mimi simu yangu. Tumefika kule jua lilikuwa linawaka. Mimi ndo nilianza kushushwa kwenye gari. Nikawa napigwa na askari wa kiume kama 3. Walikuwa wachagui sehemu za kupiga. Walikuwa wananipiga sehemu zozote, kwa hiyo ile rungu ikija hivi nikawa nazuia. Wakanipiga kila sehemu. Usituletee si uzuri afu wanatukana matusi ya nguoni. Una cheo gani Chadema? Nikamwambia mimi sina cheo. Ulikuwa unamsaidia yule pale chini ni nani yako? Nikamwambia ni mwenzangu, nilikuwa nataka tu nimstiri. Walinipiga sana, baadaye wakawashusha wenzangu. Pako tambarare, tukaambiwa tulale tuangalie jua. Kabla sijakaa pale chini nilipigwa rungu nyingi sana, nikajikuta nimedondoka. Nilipodondoka wakatuamrisha vueni viatu. Tukatuvua viatu, kwa wakawa wanatupiga kwenye nyayo zile rungu. Mimi nilikuwa napigwa na askari kama 4 peke yangu. Wakanipiga kwenye nyayo sana, baadaye nikakunja miguu. Nilipokunja miguu wakawa wanapiga kwenye magoti. Yaani nimepigwa sana kwenye magoti. Piga sana kwenye magoti. Piga sana baadaye nikaona kama nakufa, nikageuka. Nikalala hivi. Nikajua labda wataniacha. Nilivyolala wakaja wakaninyanyua. Sikujua kwa nini walikuwa wanadili sana na mimi. Wakaniweka pembeni, wakaniita. Toa password kwenye simu. Mikono yangu muda huo ilikuwa imepigwa sana, vidole vimekunja, siwezi kutoa ile password. Wakanipiga sana askari kama 4-5 ya kila sehemu. Waliambia toa password usiletee uzuri afu anatoka matusi ya nguoni. Ikabidi nimtajie yule askari kwa maneno. Akaitoa password. Wakaenda wakakaa pembeni, askari wengine wakawa wanaendelea kunipiga. Walivyorudi wakaja askari kama 4, walikuwa wanaongea lugha ya Kisukuma hivi. Kuna baba mmoja alikuwa na rungu zito. Yule baba alinipiga sana. Piga mgongoni, wakaninyanyua. Wakaniambia nilikuwa nimebeba wallet. Wakaniambia weka chini. Nikaweka chini. Wenzangu walikuwa wamepelekwa mbele, wanaomba tuende tukaogeshe na maji safi. Kwa hiyo wakawa wameenda mbele, mimi nikawa nimebaki nyuma kwa sababu nilikuwa nishapigwa sana. Nyanyuka nashindwa. Ile ninashindwa. Rungu zikaja, usituletee uzuri, nyanyuka. Wewe unajifanya unajua kwenda mahakamani. Chadema wanakulipa nini? Inuka, usituletee uzuri. Ikabidi nijikongoje pale. Nikaenda nikakuta wenzangu wana roll kwenye maji machafu yananuka. Nikaambiwa niungane na wao.
Nikaungana pale, wananiambia loesha nywele hizo, afu wanaturekodi. Toka wanatupiga askari watatu wanarekodi, wengine ndo wanatushambulia. Na lazimishwa kushusha kichwa kwenye tope lile, kwenye yale maji, bado hujaloa. Akaja askari mmoja, mama, akamwambia namuomba huyu dada. Akanivuta pembeni, akaniambia dada utakufa. Na kuonea huruma, hebu simama hapa. Nikasimama, akaja askari yule ambaye anaongea Kisukuma. Akanitoa kwa yule mama. Akaniambia panda kwenye gari. Wakati napanda akaja askari wadogo wawili wa kiume wakawa wananipiga. Konkodi, wamenipiga sana sehemu hizi zote. Lazimishwa kupanda kwenye gari na dondoka. Na bosi tuletee uzuri peleka kwa mwanaume wako. Tuletee sisi uzuri panda. Na leo mtatuambia ni nani aliyewatuma mfike mahakamani. Ikabidi tujitahidi, wenzangu akanisaidia kidogo, alikuwa na nguvu akaniinua. Nikaingia kwenye ile gari. Kwenye ile gari tunalazwa chini, wao miguu yao wanaweka juu. Tukaondoka pale, wakatupeleka kituo cha Mbweni. Kuna mahabusu mmoja mimi nikaikuwa wenzangu nilitengwa nao, sikujua wao wamepelekwa wapi. Kule mahabusu hapa nilipigwa chuma. Kukaa kumetoboka ndani, kwa damu inaruka. Nikajaribu kumwambia yule askari nisaidie hivi nitakufa, damu inamwagika muda mrefu. Wakaniambia kwani ulitumwa uende mahakamani? Nyinyi si hamtaki kutii serikali. Kakaa pale. Nikawa nasikia kiu sana. Nikajaribu kuomba nisaidieni maji. Hawakunisaidia, tumekaa pale kama masaa 3 au 4. Wakaja wakaniita jina. Kwanza wakaniuliza unakaa wapi? Nikamwambia tukikuachia unaweza ukaondoka. Nikamwambia nitaondoka. Nikatolewa pale. Nilipopelekwa pale mapokezi, nilikuwa siwezi kutembea. Nikadondoka, nikapoteza fahamu. Kaka fahamu zilivyorudi, wakaenda kuchukua tena rungu. Atuambia wewe usiletee sisi za kuleta. Ushanielewa? Hapa ni rungu mwanzo mwisho. Wakaanza tena pale mapokezi kunipiga. Ikabidi nijitahidi, wakaniwekea kiti, nyanyuka mwenyewe, hataki kunipata msaada. Ikabidi nyanyuke na kile kiti. Nikajitahidi kutembea na ukuta. Nafika pale nje na ukuta wenzangu kina Maipaya. Kwenye gari kwa muda ule nilikuwa siwezi tena chochote. Miguu yote ilikuwa imekufa ganzi. Nasikia kizunguzungu, damu inamwagika. Wanalazimisha kupanda kwenye gari, nikashindwa. Wakafungua mlango wa nyuma. Askari mmoja akapita mbele, wakawa wananivuta. Wakanipanga kule chini. Nilipofika mbele, ule mlango ukawa haufungi. Wanakandamiza miguu yangu. Baadaye askari mmoja wa kiume akaja akanivuta mpaka nje. Akaniambia tunakuacha hapa, wenzako wanaondoka, futana atakachokufanyia. Niliposikia ile kauli, nikamwambia askari naomba mnisaidie. Nipande, sina nguvu. Wakanichukua, wakaniburuza mmoja kule, wakanitupa tena kule. Nikawa nimekaa karibu na Mheshimiwa Pambalu, nimemwegemea. Tukaondoka, sijui tulipo. Baadaye nikamuuliza Mheshimiwa Pambalu, kwani huku tuko wapi? Akaniambia tuko Bagamoyo. Tulipita kwenye pori, kilomita nyingi sana. Ndani ya pori. Tukafika sehemu hakuna makazi. Wakamwambia washuke. Mimi kwa sababu nilikuwa siwezi kuinuka, akaja askari wa kiume akanivuta miguu, akanitupa chini barabarani. Akaja Maipaya akanisaidia kuinuka, akasema tuondoke kwenye ile eneo kwa sababu wanaweza wakatuma wengine au wenyewe wakarudi, tujitahidi. Kwa wale ambao walikuwa hatuwezi kutembea kabisa, wale wenye nguvu wakawa wanatusaidia sisi. Tukamove tukaenda upande wa pili ili kwenda kujificha kwenye chaka lingine. Tukamwona mwanafunzi anapita mdogo. Wakamuita akamwambia tunaomba utusaidie kutuitia bodaboda. Kale katoto kakaenda. Bodaboda wakaja pale kama watatu 4. Wanatuambia ni tulijua tu. Hii gari ilipopita na watu wa Chadema tulijua kunakuja kukuta mizoga. Yaani tumejua tu pale kijiweni. Kwa hapa ndio tukaomba msaada, wakatusaidia, wakatupeleka mjini. Wakati tumefika mjini pale, wakajaribu kutusaidia. Alikuja baba mmoja, alikuwa pale maeneo yale. Alikuwa amevaa shati la kitenge la kijani. Akawa anawazuia watu pale wenye magari. Msiwasaidie, huu ni msala, msiwasaidie. Mtu asitoe gari, yani huu ni msala mwanangu, lazima uko mbele mwende iwaletee shida. Baadaye bodaboda wakaenda mbali, wakaenda kutuletea gari. Walipotuletea ile gari, tukapanda kwenye gari, tukafika mbele, dereva akasema nimepokea simu. Kwa kweli imenivunja moyo, mimi siwezi kuwasaidia tena.
Tukamwambia basi tusaidie tushushe sehemu yote ambayo tunaweza tukapata hata bajaji. Yule dereva akatupeleka sehemu akasema shukeni hapa unaweza mkapata bajaji. Kwa hiyo tukashuka pale, hatukupata bajaji. Tumesubiri muda mrefu afu tunaendelea kuumwa. Kwa hiyo ikabidi kina Mwaipaya wakapambana kutafuta kosta. Ikabidi tukae kwenye kosta hivyo hivyo kwa kujibana, miguu haikunji, wengine ndo tuna nini hivyo hivyo. Wakaongea na viongozi wa chama, wakatuambia wanatutumia gari. Ile kosta ikatusindikiza mpaka Mbezi Beach pale. Ndo wakaja viongozi wa chama, wakaja kutuchukua. Tukapelekwa Mwananyamala. Nashukuru viongozi kwa kweli. Bila viongozi kusimama jana, kama mimi nilikuwa naona kabisa kwamba nitakufa. Nisingepata huduma ya haraka. Mimi nisinge survive. Nashukuru sana. Pole sana. Hiyo ni Pendo. Nataka wandugu waandishi wa habari na Tanzania wamuone tu huyo Eliza ambaye alidhalilishwa jana, aliongea, alidhalilishwa, ambaye ndugu Noel alitaka kumsaidia na ambaye Pendo alitaka kumsaidia. Eliza, simama. Huyo ndio Eliza ambaye alivuliwa nguo na akawa amelaliwa juu yake na askari polisi ambao walikuwa wanampiga. Jana Eliza aliongea kwa habari za public domain. Huyo alidhalilishwa na alifanywa fedheha ya kuvuliwa nguo kabisa, akawa wazi. Pole sana Pendo. Naomba tumsikilize ndugu Francisco Kirita. Naomba tendo kwa Kirita. Ndugu Kirita ambaye yeye alitupwa Coco Beach na aliletwa, tulimwokoa na aliletwa kwa ofisini saa 4 usiku jana. Kwa majina naitwa Shabani Moyo Kirita. Mimi jana katika maeneo ya mahakama ni Kisutu nilikamatwa muda ya saa 2:30. Baada ya kukamatwa na askari nikapelekwa kwenye gari la askari jeupe pickup. Wakanichukua pale, wakaninyang'anya simu na pochi zangu. Kwa hiyo sikuweza kuwa na mawasiliano tena. Wakachukua hiyo gari, wakanitoa pale, wakazunguka, wakaenda maeneo ya Salenda Bridge, wakazunguka, wakanirudisha Aga Khan Hospital, wakanipeleka viwanja vya Jimikana. Nilipofika viwanja vya Jimikana, pembeni kulikuwa na Noah imepaki. Kwa hiyo wakaniambia shuka, fanya haraka. Niliposhuka kwenye ile Noah, nikakuta majitu waliokaa yamevimba, mabouncer. Kuingia tu kula, akaniambia huyu ndio tulikuwa tunamtafuta. Wakanifunga kitambaa machoni, kwa hiyo sikuweza kujua ninaenda wapi. Kwa hiyo gari polisi wakaniacha hapo, wakarudi, nikaondoka na ile Noah. Sasa kwa kuwa nimefungwa macho, sikujua ninaenda wapi. Tulienda muda mrefu sana. Baada ya kufika, nikaona geti linafunguliwa, nikaingizwa ndani ya nyumba, sijui, nikaambiwa kaa hapa, nikafungwa pingu. Kamba kwanza, nilipofungwa kamba mikono nyuma, baadaye wakasema mfunge pingu. Kwa hiyo nikafungwa pingu, wakaniacha kwa muda kidogo, akaondoka. Kwenye saa 1 usiku wakarudi. Waliporudi ndio sasa wakaanza kuniambia, wewe si unajifanya mjanja? Tulikuwa tunatafuta kwa muda mrefu. Wewe ndio unawafundisha vijana ili wawapige askari. Wewe cheo chako ni nini Chadema? Nikamwambia mimi ni mwenyekiti wa kata ya Makumbusho. Hapana, sema cheo chako. Kwa kuwa hutaki kusema, sasa tunakufanya vitu ambavyo hujawahi kuona. Wakanivua nguo zote, nikabaki uchi. Baada ya kunivua nguo zote uchi, wakaanza kunichapa vibao, lakini wakainua miguu yangu wakaikunja. Kwa hiyo wakaanza kunichapa kwenye nyayo zote, walinipiga sana kwenye nyayo. Baadaye wakaniinamisha, wakanichapa matakoni sana na mgongoni. Sema, wewe unafanya, kwa nini mnafanya maandamano na kwa nini mnahamasisha watu kuiteka nchi? Nyie mnaweza kuiondoa CCM madarakani? Nikamwambia sisi hatuna haja. Tulikuwa tunakuja mahakamani kwa sababu kiongozi wetu amekamatwa.
Wakaniambia sasa tunataka tuwaonyeshe kwamba hii serikali sio ya kuchezea. Kwa hiyo nilipigwa sana, nikapigwa sana, pigwa sana, nikigeuka na inamishwa na pigwa, nazungushwa na pigwa. Nilipigwa kwa muda wa masaa kama matatu. Baadaye baada ya kuumia wakanitoa sasa, wakanipeleka sehemu kamata ukuta huu hapa, wakanifungua kitambaa. Waliponifungua kitambaa kaa vizuri, wakaanza kunipiga picha nikiwa uchi. Piga picha. Walipomaliza wakaniambia geuka nyuma, wakanipiga picha, nikarudi tena wakaanza kunipiga. Baada ya kunipiga wakaniambia sasa lala chali, tunataka tukufanye. Lala, geuka. Geuka, wakanipiga viboko basi. Baadaye wakatoka, wakaondoka, wakajadiliana. Walipomaliza kujadiliana wakarudi. Wakaniambia vaa nguo zako, leo tunaenda kumaliza. Kwa nikavaa suruali yangu kama kawaida ndio kwa nimevaa na shati. Viatu sikuweza kuvaa kwa sababu miguu yote ilikuwa tayari imevimba. Wakanitoa pale sasa, wakanitembea mwenyewe, kutembea siwezi, nikatembea nikaanguka. Wakanikuta nilipoanguka tena wakanichapa. Tembea. Nikajitahidi kutembea, baadaye wakanichukua wakanitupa kwenye gari. Baada ya kunitupa kwenye gari, bado nimefungwa vitambaa, sijafunguliwa. Nikatoka hapo, gari likaanza safari. Tumeenda kwa muda mrefu sana, sijui ninaenda wapi. Hapa nikajua sasa wanaenda kuniua, kwa sababu wananiambia sali, kwa sababu wewe unataka ufe, ndugu zako hawajui maiti yako, au unataka wa ndugu zako waone maiti. Nikamwambia nitashukuru kama ndugu zangu wataona maiti. Nikamwambia sasa twende. Kwa nilipofika sehemu kwa muda mrefu nikatupwa mahali, sijui ni wapi. Walivyonitupa kwenye makokoto, wakasema usiondoke hapo, huyu bwana anakusimamia hapo hapo mpaka tutaporudi. Sasa kweli mimi kwa kuwa nimefungwa kitambaa nikajua hapo kuna mtu yuko nyuma yangu. Nikasimama kwa muda mrefu, gari limeondoka. Baada ya kuchoka nikaanguka, nikalala chini. Nikakaa chini kama dakika 40 au 50. Sioni kinachoendelea. Nikaamua sasa kushika kile kitambaa kukitoa, nafungua macho, nikaona simu yangu iko chini hapo na pochi na viatu vyangu na chaji ya simu. Nikaangalia nikaona sioni mtu, nikachukua simu nikaa mfukoni na pochi na chaji. Baada ya hapo kutembea siwezi. Niko mbali sana kwenye mapango kule. Hamna watu wadogo karibu. Kwa hiyo kwa kuwa siwezi kutembea wala kusimama, kwa hiyo nikawa najibiringisha hivi. Nazunguka najibiringisha tu. Naelekea sehemu ambapo naona kuna watu. Kwa hiyo nikajibiringisha, nikawa naona barabara kwa mbali, nikaanza kupiga kelele. Nilipopiga kelele, jamani mimi nimetekwa, nimetupwa huku, njooni mnisaidie jamani. Watu wengine wanavyosikia hivyo wanakimbia. Hakuna aliyekuja kunifuata. Nikaenda kusogea huko na biringita tu, nikalia tena. Akatokea mama mmoja, wewe ni nani? Nikamwambia mimi ni mwanachama wa Chadema, nimetekwa, nimepigwa, nimekuja kutupwa huko. Sasa nikisema Chadema watatokea watu wa kutusaidia. Baada ya hapo huyo mama akapiga kelele, watu wakatokea walinzi wa Masai. Wale walinzi wa Masai walipokuja tayari wakanipa ushirikiano. Umefanyaje? Nikawaeleza. Baada ya kuwaeleza kwamba nimetekwa na polisi, nimepigwa, nimetupwa huku, wale wa Masai na akatokea polisi na watu wengine wa bodaboda. Walipotokea polisi, wale wakaniambia usiseme kwamba umetekwa, kwa sababu ukisema kwamba umetekwa watakupeleka tena polisi. Kwa hiyo tukamwambia tu mimi nimedondoka chini, nimezimia. Wakanisaidia. Kuna kijana mmoja ni bodaboda, kumbe na yeye ni mwanachama wa Chadema, alikuwa ni katibu wa kata ya Makongo. Akakaa akachukua pikipiki yake, wakanipakia kwenye pikipiki, ndio nikamwambia nipelekeni makao makuu ya chama. Kwa hiyo nilipotoka kule nikaletwa makao makuu ya chama hapa, ndio nikapata huduma ya kwanza na kupelekwa hospitalini. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nimekutana nayo, lakini kipigo nimekipata kizuri sana. Pole sana. Na baada ya kwenda kupiga x-ray, nikaonekana huu mguu hapa umevunjika hapa,
na vidole viwili vimevunjika. Kwa hiyo sasa wamenifunga POP kwa mguu umevimba, wameniambia baada ya siku 14 sasa wakatoe hii afu wafunge POP yenyewe. Kwa bado nipo kwenye maumivu. Pole sana. Asante. Francisco unayemwona ambaye amevunjika kweli moyo wake unashindwa kuzungumza. Kwa hivyo ninaomba sasa nimpe fursa sasa. Habari, hawa ni wale ambao wameweza kuja, ila wengi kwa kweli wana hali mbaya. Sasa naomba nimpe fursa naibu katibu mkuu wa chama chetu upande wa Zanzibar, wakili Ali Ibrahim, ambaye naye alifanyiwa uharamia kama ambavyo mnaona hayo majeraha yake, naye atafanya simulizi ili muweze kusikia. Huyu ni naibu katibu mkuu wa chama chetu upande wa Zanzibar. So, wakili Ali Ibrahim, naomba ufanye simulizi kwa kifupi tu kwenye eneo linalokuhusu wewe na jambo lilivyotokea. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Habari za mchana. Kama ambavyo naibu amewatanguliza, jina langu ni wakili Ali Ibrahim Juma. Ni naibu katibu mkuu Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa upande wa Zanzibar. Jana siku ya tarehe 24 mwezi wa 4 2025 tulifika katika eneo la mahakama Kisutu kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti. Kwa bahati mbaya sana tulipofika, polisi wakatuambia kwa mwenyekiti hawezi kufikishwa hapo kwa sababu ambazo wao wenyewe waliweza kuzielezea. Hatukuwa tumetosheleka na hapo. Kwa bahati tukawasiliana na katibu mkuu, akatuambia tusiondoe katika eneo hilo mpaka tukutane. Ila baada ya dakika kama 5 hivi askari wakatushusha kwenye gari, wakatuchukua, wakatupeleka sehemu ambayo wao walikuwa wamedhamiria kutupeleka. Baada ya kutupeleka wakatulaza chini kwa kuelekea chini na wakaanza kutupiga vibaya. Walitupiga kipigo ambacho kwa kawaida binadamu wa kawaida ambaye hana makosa kikweli hastahili kupigwa, lakini tulipata kipigo ambacho hakustahili. Nilikuwa pamoja na kipigo ambacho nikipata, lakini nilikuwa nikisikitishwa sana na vitendo vya askari kumpiga makamu mwenyekiti Zanzibar kwa sababu ni mtu mzima, na katika hali ambayo walikuwa wakimpiga ni hali ambayo kwa kweli sio hali ya kawaida. Licha kwamba hakuweza kuvunjika sehemu kwa mujibu wa vipimo, lakini naamini majeraha ambayo yupo nao ni majeraha makubwa sana, kwa hiyo sio hali ya kawaida. Badala ya kutupiga na kuridhika wametupiga, kuna jambo jingine ambalo wamelifanya kwa kweli mimi sikufurahishwa nalo hata kidogo. Walichukua simu zetu na wakaamua kufuta kila ambacho kimo ndani ya simu. Wameamua kuzirestore simu kwa ajili ya kupoteza information zote, jambo ambalo kwa kweli halipo sawa kiliangalia. Baada ya hapo wakaamua kuziweka simu zetu sehemu moja ili kila mtu aweze kuchukua simu yake na kuondoka. Wakati tunachukua simu zetu wakiwa tayari wamefanya kama kuondoka, waliamua kutishia kama kurudi hivi, na hapo ilibidi kila mmoja aweze kukimbia katika mazingira ambayo hayakuwa ya kawaida, kwa sababu katika kukimbia kwetu kuna sehemu ambayo ilikuwa ina uzio wa sengenge ambao ulipaswa kupita kwa ajili kwa kucrawl. Kama ni mtu ambaye huna mazoezi ya kawaida ni ngumu sana, aidha sengenge inaweza ikakuchoma. Tulifanikiwa kukimbia tukatoka katikati ya pori, hatujui mwelekeo tunaelekea wapi. Ilifikia tu tukaamua kufanya maamuzi magumu sana ya kuamua kwamba tunakoelekea tuamue kuelekea, chochote ambacho kitatufika wacha tukitufike, kwa sababu tulikuwa tuna hofu kwamba eneo ambalo tulikuwepo lina kambi ya jeshi. Ila tulifikia tu tukafanya maamuzi ya kwamba tukasema hata kama kuna kambi ya jeshi basi tuamue kwenda, kitachofika tujielezea huko. Kwa bahati nzuri katika hali ya kukimbia na hali ambayo palikuwa pana maji mengi mno ambayo kutembea maji katika usawa wa magoti hadi kwenye nyonga, tuliweza kuvuka na tukafika barabarani, na badala hapo tukaamua kuchukua bodaboda kwa ajili ya kufika makao makuu kwa ajili ya kupata matibabu, kwa maana kwamba kuchukuliwa na kupelekwa hospitali. Kwa hali ilikuwa sio kawaida, ilikuwa kama hivyo ambavyo ilitokea siku ya jana. Kwa kumalizia niseme tu kwamba hali ambayo inafanywa na polisi Tanzania ambao wanasema ni wana jukumu la kulinda usalama wa raia na mali zao sio sahihi kabisa.
ni vitendo vya kikatili sana, jambo ambalo kwa maoni yangu ni kwamba hivyo ambavyo wanatufanyia haina maana kwamba sisi wanatuvunja moyo, bali wanatutia ujasiri wa kupambana, na kwa maana kwamba hivi ambavyo wanatufanyia maana kwamba vitatengeneza visasi vya muda mrefu sana. Na mimi naamini kwamba haya ambao wanatufanyia wametufanyia sisi, lakini vizazi vyao vitakuja kufanyiwa haya ambao wametufanyia sisi. Lakini kama haitoshi ni kwamba sisi ambao tupo hai leo katika mapambano, sidhani kama tunakubaliana na haya mambo. Kila mtu anakuwa na fikra zake, na nataka nimwambie Rais Samia kwamba anachokifanya kutunyamazisha ni kosa kubwa sana, kwa sababu binadamu yote anapitia katika hali tatu. Ni lazima binadamu apitie mambo matatu. Binadamu ana sifa ya kufikiri. Ukimzuia kufikiri, inabidi atasema, atazungumza. Ukimzuia kuzungumza, atatenda. Kwa hiyo sasa hivi tunasema tu, wanajaribu kutuzuia tusiseme. Kuna muda tutakaa kimya, tutakuwa tunafikiri sana. Siku tukitenda, naweza hii nchi ikawa katika hali ambayo isiyokuwa ya kutarajiwa. Na sisi tuko mbele tunasema leo, ila kuna watu ambao wako nyuma hawasemi, wanafikiri na watatenda siku moja vitu ambavyo vitakuwa sio sawa. Kwa hiyo ili tusifike huko, kuna haja ya Samia. Mimi ni Mzanzibari, tena ni Mzanzibari wa Nungwi kabisa, yeye ni Mzanzibari wa Kizimkazi. Kwa hiyo tunajuana. Mimi nasikitishwa sana kwamba damu yangu haije kumwagika kule Zanzibar, leo inakuja kumwagika Tanganyika kwa jeshi ambalo linasimamiwa na Rais Samia. Nitoe wito na kusema kwamba hili jambo haliwezi kupita hivi hivi. Mimi nina kwetu Nungwi Zanzibar. Na naomba tu viongozi mambo yasipite hivi hivi. Tunao mashehe, tunao maaskofu, kuna haja ya kuyafanyia maombi. Mimi ninachoamini kwamba nikifika kwetu basi siwezi kuwa limepita hivi hivi. Nitakutana na wazee, tutamshtakia Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu ndio hakimu wa mahakimu wote. Na mwisho niseme kwamba Uislamu una aya moja ndefu sana ambayo inasema kwamba al-kisasu haku, kulipiza kisasi haki, ikiwa jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mtu kwa mtu. Ingawaje imekuja kumalizia kwa kusema kwamba kusamehe ni bora zaidi, lakini kwanza kabisa ilisisitiza kwamba unapofanywa kitu kibaya uangalie mustakabali kwamba uweze kulipiza kisasi au uweze kulipiwa fidia. Yangu mimi ni hayo, niwashukuru sana mchana huu na asanteni sana. Asante ndugu waandishi wa habari, naomba sasa tuelekee sasa kwa uchache kwa wale majeruhi ambao leo wameweza kufika. Hiyo ndio hali halisi ya vipigo brutal ambavyo viongozi na wanachama wetu wamefanyiwa. Hawa ni kwa wale ambao tumewasikia leo, lakini wako wengi ambao nimesema wameshindwa kuamka kutokana na vipigo ikiwemo kung'atwa na mbwa na kutandikwa kwa namna ambayo imetufedhehesha sana. Kwa hiyo tunaposema tumesikitishwa na kufedheheshwa na ustahimilivu wetu umeshuka, ndugu wa Tanzania, tunaomba mtuelewe. Katika kadhia yote hii ninaomba nipeleke shukrani za dhati sana kwa wahudumu wa hospitali ya Mwananyamala emergency. Kwa kweli viongozi wenzangu na hasa maafisa wetu wa chama wakiongozwa na katibu wetu wa kanda ndugu Benjamin Ntele, walikuwepo pia maafisa wetu wa chama Mheshimiwa Mnyawami, katibu wetu wa Serengeti, na Mheshimiwa Gwamaka, alikuwepo mstahiki meya mstaafu Isaya. Watakubaliana na mimi kwa kweli wale wahudumu wa pale emergency Mwananyamala waliwa attend majeruhi kwa namna ambayo ilitupa faraja sana.
Kwa hivyo naomba nipeleke shukrani zangu kwa niaba ya chama kuwashukuru wahudumu kwa kile walichokifanya. Majeruhi wote walipata attention kwa namna ambayo tuliridhika kabisa kwa moyo walioonyesha wa kuwahudumia, na wagonjwa wote, kwa maana majeruhi wote walipata huduma vizuri na kisha waliruhusiwa, na wengine ambao walitakiwa kwenda kwenye hospitali zingine basi walipelekwa kwenye hospitali zingine. Kwa hiyo ninapeleka shukrani za dhati kabisa, na naomba wazipokee wahudumu wa emergency ambao waliwahudumia wagonjwa. Nichukue fursa hii sasa, baada ya hayo masimulizi, nimkaribishe katibu mkuu naye aweze kutoa simulizi lake ambalo lilitupa fadhaa kubwa sana. Tofauti na wengine ambao tulikuwa tunajua wako wapi, makamu tulikuwa tunajua yuko wapi, katibu mkuu Mnyika tulikuwa hatujui yuko wapi, na kutokuonekana kwake kulitupa fedheha na kuchanganyikiwa sana. Kwa katibu mkuu Mheshimiwa John Mnyika, tafadhali nikukaribishe uweze kufanya simulizi na kuzungumza kile ambacho utakizungumza katika nafasi yako kama katibu mkuu. Ndugu wanahabari na ndugu wananchi, tuwaombe kwa kweli uvumilivu wenu kwamba mkutano huu na waandishi wa habari wa leo umekuwa mrefu. Ni kwa sababu ya mazingira ya matukio yenyewe na umuhimu wa nyinyi kupata ushuhuda toka kwa watu ambao wamekutwa na madhila na madhara mbalimbali siku ya jana. Wakati nasikiliza masimulizi ya viongozi na wanachama wenzangu, masimulizi ya Noeli, ya Pendo, ya Ali, ya Shabani, ya Ngoto na wengine, nilijihisi kwamba sistahili kusimulia kilichonikuta, kwa sababu wenzangu wamepata madhara makubwa sana ya kimwili, na mimi nimesimama natembea bila kuchechemea. Lakini kwa sababu toka jana usiku kumekuwa na wenye shauku ya kutaka kujua na mimi nini kilinisibu, nitakisemea kwa muktasari sana. Jana wakati naelekea mahakamani majira ya saa 2:31 asubuhi, nikiwa nimemaliza tu kuzungumza kwa simu na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Saidi Mzee na naibu katibu mkuu Zanzibar Mheshimiwa Ali, wote kwa upande wa Zanzibar, wakinieleza kwamba tayari wamekushafika maeneo ya karibu na Kisutu na wamezuia kuingia, nikawa nimewaeleza kwamba na mimi niko njiani na karibia kufika, kwa naomba mnisubiri ili tuweze kufanya utaratibu wa pamoja wa kuingia mahakamani. Kwa hiyo saa 2:31 nilikuwa maeneo ya Jangwani pale. Magari yalikuwa yamezuiwa, foleni ilikuwa kali, lakini nikaja kugundua baadaye kwamba magari yalizuiwa kwa sababu inawezekana, kwa kuwa nilikuwa natembea na gari ambayo ilikuwa ina nembo za chama, inawezekana toka nikiwa Magomeni ilikishaonekana kwamba naelekea uelekeo huo. Kwa magari yalizuiwa ili polisi wapate wasaa wa kushuka kutoka kwenye magari yao bila kuruhusu foleni kwenda, pengine ningepita, washuke kwa miguu wateremke mpaka eneo la Jangwani, ambapo ndo wakakuta gari nilipokuwepo. Na mimi nilichukulia kwamba si hali, kwa wakati huo niliona si hali tete sana. Kwa kiongozi wa polisi ambaye baadaye nikaja kubaini kwamba ni OCD wa Kariakoo, alipogonga kioo na kuniambia fungua, nikafungua kioo ili nisikilize kuna nini. Akaniambia fungua mlango. Kwa kuwa sikuwa wakati huo nahisi kwamba hali ni tete, pamoja na kuona askari, sikudhani kwamba
askari wa Tanzania wanaweza kufanya vitendo vya kuvunjaji wa sheria vya kumzuia mwananchi kupita kwenye barabara kwa ajili ya kwenda mjini. Na hata kama ingekuwa wanajua kabisa naenda mahakamani, sikutarajia kama wangefanya uhalifu wa kunizuia kwenda mahakamani kabla hata sijafika mahakamani. Kwa nikafungua mlango. Nilipofungua mlango sasa zikaanza kutumika nguvu za kunishusha kutoka kwenye gari. Mimi nikashuka. Niliposhuka tu moja kwa moja ikatoka amri kwamba apelekwe kwenye gari. Kwa nikaanza kusukumwa. Pembeni kuna mabasi yamepaki ya mwendo kasi, watu wako pale, kasukumwa kwa nguvu sana. Nikatolewa kuanzia Jangwani pale katikati kwenye bonde, nikapandishwa juu mpaka kituo cha mafuta kilichoko eneo la fire pale upande wa kulia. Na nikaingizwa kwenye gari ya polisi ndani. Askari mmoja akiwa upande wangu wa kushoto, mwingine upande wa kulia, askari mwingine mbele, mwingine akiendesha gari, na moja kwa moja wakatoa amri kwamba hiyo gari iondoke. Kutoka hiyo saa 2:31 mpaka saa 3, kwa sababu sikufungwa macho, kwa hiyo nilikuwa na namna ya kujua muda mule ndani ya gari kwa kuangalia ambavyo nilikuwa naona muda. Wakanipeleka kwanza Kariakoo, Karume pale mbele ya ofisi ya mkuu wa mkoa. Wakaificha ile gari iliyokuepo kwa sababu walihisi kwamba pamoja na kuwa ina tinted, lakini tinted ilikuwa faint, hawakutaka ionekane kwamba nipo. Wakaiweka katikati ya gari zao nyingine, na wakasema kwamba wamepokea maelekezo kwamba inabidi nipelekwe Mbweni. Kwa tukaanza safari ya kwenda Mbweni. Tulipofika Magomeni, wakasema huyu akienda Mbweni atakuwa anajulikana huko Mbweni, itakuwa rahisi kujulikana. Kwa nikasikia wanasema sasa tumpeleke Mbagala ambapo hataweza kufahamika kirahisi. Kwa gari kageuzwa, wakaelekea tena wakarudi Karume. Walipofika Karume wakapaki gari, akapigiwa simu mtu ambaye baadaye nikamfahamu kwamba alipokuja kwamba ni OC CID Msimbazi, anaitwa Bernard. Walipofika pale wakasogea pembeni, wakaongea tena kwa simu. Alafu baadaye wakaja wakasema kwamba wamepewa maelekezo kuwa nipelekwe kituo cha polisi Oysterbay. Kwa safari ikageuka sasa ya kwenda kituo cha polisi Oysterbay. Walipofika kituo cha polisi Oysterbay, walipoingia pale getini, badala ya kwenda kushoto counter kwa ajili ya kwenda kwenye mahali ambapo ndipo watuhumiwa au wananchi wanakwenda kupata huduma, wakazunguka upande wa kulia, wakaenda mahali kabisa kwenye parking, mahali pa pembeni kabisa, wakaipaki ile gari. Na mpaka tunafika maeneo ya Moroko, kabla ya kufika kituo cha polisi Oysterbay ilikuwa saa 3 asubuhi. Kwa naweza kusema kwamba kuanzia saa 3 asubuhi niliwekwa kizuizini ndani ya gari mpaka saa 1:30 usiku. Kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 1:30 usiku. Kwa ni tukio ambalo na tafsiri tu ni kwamba polisi waliniteka na kuniweka kizuizini ndani ya gari muda wote huo mpaka saa 1:30 usiku. Na wakati wananichukua hawakunieleza nimefanya kosa gani, na hata nilipowauliza hawakunieleza nimefanya kosa gani. Saa 1:30 usiku nikawaambia kama ni kunishikilia kwa ajili ya kwenda mahakama ya Kisutu, kwa vyote vile huu muda saizi hakuna mahakama Kisutu. Kwa ni ama mniachie au mnipeleke mnifungulie mashtaka mnayoamini kwamba nimeyatenda. Tukawa na bishani kwa muda mpaka baadaye hitimisho likawa kwamba nipelekwe kufunguliwa mashtaka. Na kwa mara ya kwanza sasa hiyo saa 1:30 usiku ndio nikapandishwa kituo cha polisi Oysterbay juu sasa kwa kupitia mlango mwingine, na nikaanza kuandikishwa maelezo. Nikagoma kuandika maelezo kwa kuwaelezo kwamba niko tayari kutoa maelezo mahakamani. Kwa hiyo wakaandika tutuhuma wanaonituhumu. Kwa nikatuhumiwa kwa makosa
kuhamasisha na kula njama ya kufanya maandamano. Wakaandika tu maelezo yangu ya msingi kwa maana ya umri na majina na vitu vya msingi, na kwamba nitatoa maelezo mahakamani, na baada ya hapo wakaniachia kwamba niondoke. Nikawaambia mmenichukua, mliponichukua sina simu, sina funguo za nyumbani, sina chochote kingine. Mkiniambia niondoke hapa, naondoka kwa utaratibu upi? Kwa nikawaambia kwa sababu mmenichukua barabarani, ni vizuri mtende haki, kwa kuwa kituo cha polisi Oysterbay si mbali na makao makuu ya Chadema, mnipeleke makao makuu ya Chadema. Kawa na mazungumzo ya muda mrefu na mashauriano mengine, hatimaye mida ya saa 2 na ushe, zaidi ya saa 2 kidogo, wakanileta hapa makao makuu ya chama. Kwa nimesema kwamba katika hali ya kuwasikiliza wenzangu waliopigwa na kuumizwa na madhila waliokuta, sikuwa nastahiki kwa kweli kusimulia kisa hiki, lakini kisa hiki kinatoa kielelezo cha kwamba kumbe polisi wa Tanzania wana tabia ya kuteka watu na kutowapeleka kwenye vituo vya polisi na kuweka kizuizini kwa njia nyingine wanazozijua wao, hali ambayo sasa inatoa mianya. Wakipata maelekezo ya kwamba mtu apotezwe, mtu apotee, ni rahisi katika mazingira hayo ambapo mtu hajulikani yuko wapi, kuanzia asubuhi mpaka usiku, kupotezwa milele au kupotezwa kwa muda mrefu. Kwa ni hali ambayo inastahili kukemewa, inastahili kupingwa, inastahili kuchukuliwa hatua kwa uzito mkubwa, kwa sababu inaacha mianya ya hatua nyingine za kihalifu. Kwa hiyo kusema hayo machache kuhusu yaliyonikuta, lakini nataka kuzungumza kidogo tu, kwa sababu msemaji wetu wa mwisho ni mwenyekiti wa chama. Atazungumza makamu mwenyekiti wa chama, ambaye sasa kwa kuwa mwenyekiti yuko ndani anakaimu majukumu, kwa kuwa atazungumza kwa niaba yetu wote msimamo kwa ujumla. Mimi niseme machache tu katika hatua hii. La kwanza, kuna tukio limetokea jana vile vile ambalo si la kupuuzwa, na ni vizuri likachukuliwa kwa uzito mkubwa. Jana zilitoka taarifa kwamba kuna mtu ameuawa. Katika kadhia ya jana, kuna mwananchi ameuawa. Hili ni jambo zito, na jambo hili linapata uzito wa kutakiwa hatua kuchukuliwa, kwa sababu jana hiyo jeshi la polisi, wakati inatoa taarifa ya kukamatwa kwa viongozi wa Chadema, kwanza likatoa taarifa ya uongo ya kutaja orodha ya viongozi wachache tu ndio waliokamatwa. Kuna wengi hapa waliotoa masimulizi ya kuumizwa kwao na kukamatwa na polisi na kutendewa vitendo viovu kweli kweli, hawako kabisa kwenye orodha ya jeshi la polisi iliyotamkwa jana. Kwa jeshi la polisi liliamua kuficha ukweli juu ya watu waliowapiga na kuwaumiza, ndio maana hawajaingiza kabisa majina ya watu wote hawa kwenye orodha ya watu iliyotangazwa na jeshi la polisi jana. Lakini katika taarifa hiyo ya jeshi la polisi wametaja kwamba wameokota mwili wa mtu mwanaume Coco Beach. Sasa ile taarifa ya polisi inaacha maswali makubwa mawili ambayo yanaleta viashiria kwamba kuna uwezekano mkubwa jana kuna mtu ameuawa. Moja, taarifa ya jeshi la polisi inaeleza utetezi in advance wa jeshi la polisi kwamba huyu mtu aliyeokotwa alikuwa na POP. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa na POP, polisi wanasema alikuwa na majeraha ya muda mrefu. Kwa hiyo ni kama wanataka kujikosha kwamba ule mwili uliokotwa wao hawahusiki nao kwa sababu unahusu majeraha ya muda mrefu. Hii taarifa inaacha maswali given maelezo ya Kirita ambaye ametoa ushuhuda hapa kwamba jana aliteswa na alitakiwa afanyiwe vitendo viovu sana, alafu akapelekwa Coco Beach. Kama kuna mtu jana alipelekwa Coco Beach akiwa hai, hii inaacha maswali kwamba inawezekana vile vile circumstantial huyo marehemu aliyeokotwa Coco Beach jana ana uhusiano na tukio la jana. Pili, circumstantial, jeshi la polisi katika taarifa yake
inasema kwamba mtu ameokotwa Coco Beach, ila linasema halijampeleka mochwari ya Mwananyamala kwa sababu mochwari imejaa, waka drive all the way, wakaacha Muhimbili ambao ni hospitali kubwa zaidi, wakaenda kupeleka kwenye hospitali ya jeshi la polisi Kilwa Road, kwenye hospitali ya jeshi la polisi huo mwili. Hiyo inaleta maswali vile vile kwamba kupeleka mwili kwenye hospitali ya jeshi la polisi, mwili ambao umepatikana katika hali ya utata kama huo, inaleta maswali ya ziada. Mimi nina uzoefu kwenye tukio la mauaji ya Ali Kibao. Kulikuwa na mvutano mkubwa, polisi wakitaka mwili upelekwe hospitali ya Kilwa Road ambapo wanaweza kuwa na control ya uchunguzi wa mwili na mambo mengine kama hayo. Kwa sababu hiyo, nitumie fursa hii kutaka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora na vyombo vinavyohusika na haki na vyombo vinavyohusika na uchunguzi wa vifo vyenye utata kuchunguza kuhusiana na madai ya uwepo wa tukio la mtu kuuawa siku ya jana. Mambo mawili tu ya mwisho. Matukio haya kwa pattern yake, pamoja na kuwa mzigo wote wa lawama unaliendea jeshi la polisi, kwa sababu jeshi la polisi na vyombo vyake ndilo ambalo lilikuwa mstari wa mbele siku ya jana kwenye kamata, kwenye vipigo, kwenye matukio yote. Lakini ukiyatazama kiundani matukio ya jana, kwa vyovyote vile hayakufanywa kwa amri na mamlaka ya jeshi la polisi peke yake. Pattern ya matukio ya jana na ya jana yake, kuanzia namna ambavyo kesi ilitoka katika kuendeshwa kwenye mahakama ya kawaida mpaka kwenda kwenye mahakama ya mtandao, pattern ya matukio ya kamata na vipigo inaonyesha kuna ushiriki wa idara ya usalama wa taifa, inaonyesha kuna ushiriki wa serikali moja kwa moja. Kwa ni waombe wa Tanzania, chuki, hasira, uchungu juu ya haya yote ambayo tumetendewa na wananchi wametendewa na umma umetendewa, hasira zote hizi na chuki zote na uchungu na hatua mbalimbali zielekezwe dhidi ya serikali nzima inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Haiwezekani matukio yakafanyika katika taifa yanayohusu wafuasi, wanachama, viongozi wakuu wa chama kikuu cha upinzani, rais asiwe anafahamu au kuhusika katika hili jambo lote. Kwa hiyo hatua zote vile vile zielekezwe kwenye uwajibikaji wa serikali kwa ujumla wake. Katika tukio la hili la Newton ambalo naomba na lenyewe nilisemee kwa kauli kidogo. Taarifa zinaonyesha kwamba Hilda Newton yuko kituo cha polisi Central, pamoja na polisi kukanusha kwamba hayupo kituo cha polisi Central, kwa sababu kuna vyanzo viwili vya karibu vya taarifa vya moja kwa moja. Moja, Hilda mwenyewe alizungumza na mmoja wa viongozi wetu akiwa kituo cha polisi Central, wakati huo walikuwa wanataka kumpa taratibu za dhamana. Kwa hiyo inathibitisha kwa kauli yake kwamba yuko kituo cha polisi Central. Pili, yuko mahabusu ambaye alikaa kituo cha polisi Central, ametoka kutokana na matukio ya jana. Mahabusu huyu ambaye alimshikilia kituo cha polisi Central amesema alikuwa pamoja na Hilda Newton kituo cha polisi Central. Kwa hiyo katika hali hiyo, kanusho la polisi kwamba hayuko kituo cha polisi Central itakuwa ni kanusho la uongo. Kwa kuwa alipelekwa kituo cha polisi Central na akaingizwa kituo cha polisi Central, jeshi la polisi kupitia kwa mkuu wa jeshi la polisi lieleze ni sababu zipi zinafanya mpaka sasa Hilda Newton aendelee kushikiliwa na Hilda Newton aachiwe huru mara moja, kama ambavyo watuhumiwa wanaodaiwa kuwa watuhumiwa wa matukio yote ya jana, wengi wao sehemu kubwa mpaka sasa hatuna taarifa zaidi ya Hilda Newton nani mwingine yuko kwenye kituo cha polisi. Ombi langu la mwisho kwa Watanzania, matukio yote haya yanalenga kuzuia no reform no election.
Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Matukio ya kukamatwa kwa Lissu, matukio ya Chadema kubambikiziwa kesi mahakamani, matukio ya viongozi kupigwa, matukio ya chama kushambuliwa kushoto na kulia kwa njia mbalimbali, ni mpango wa dola kudhibiti. No reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Katika hali hiyo tutakuwa tumeingia kwenye kufanikisha mpango wao kama tukirudi nyuma kwenye no reform, no election, na kama tukipata hofu kwa sababu wenzetu wameumizwa. Matukio haya yaendelee kutupa sababu zaidi, kila kesi ya Lissu ikitajwa mahakamani, kwenda mahakamani kwa wingi zaidi, lakini wakati huo tukiendelea na mapambano ya no reform, no election. Asanteni sana. Asante sana Katibu Mkuu kwa simulizi hilo. Ninaomba nirekebishe Kiswahili Kiswahili ambacho nilisema imetupa fedheha. Kiswahili sahihi inatakiwa iwe ni fadhaha, sio imetupa fedheha. Kiswahili sahihi ni kwamba haya mambo yametupa fadhaha au yametupa sintofahamu. Kwa hiyo naomba hicho Kiswahili kikae sawa sawa. Naomba sasa nimkaribishe makamu mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar. Kabla sijamleta makamu mwenyekiti bara, kwa kifupi tu, najua atazungumza kwa kifupi tu, aweze kufanya simulizi na kuzungumza, alafu baada hapo nitamleta makamu mwenyekiti bara. Asante Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, waheshimiwa waandishi, Assalamu alaikum. Kwa kweli sitaki kuzungumza sana kwa kuwa muda umeenda, na mambo ambayo yamezungumzwa na wenzangu ni mambo hayo ambayo yanalingana na yale ambayo nimefanywa mimi. Nisikitike tu kwamba wakati polisi ananishambulia kwa mikwaju, alikuwa akizungumza maneno ya kibaguzi zidi yangu, akisema kwamba wewe Mzanzibari umetoka Zanzibar kuja kuleta fujo Tanganyika, kwa nini hamna nchi yenu? Kwa kweli nilitamani ni rekodi jambo hilo, kwa sababu hata sisi tunataka mamlaka kamili ya Zanzibar. Sasa anapotokea afisa mkubwa wa polisi kama huyo akitambua kwamba Wazanzibari wanastahili mamlaka yao, ni jambo jema sana. Kwa kweli nichukue fursa hii kutoa wito kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Nguvu hazitatui matatizo, nguvu hazitoondoa sitofahamu iliyokuweko. Na sisi tunaposema no reform, no election, sio kwamba tumefunga milango mingine ya majadiliano. Wenzetu Syria walikuwa na vita, majadiliano yanaendelea. Urusi kuna vita, majadiliano yanaendelea. Wayahudi kule na Wapalestina wanapigana, majadiliano yanaendelea. Kwa hivyo niwaombe wa Tanzania wote na niwahakikishie kwamba sisi wana Chadema na Chadema yenyewe haina dhamira yoyote ile ya kuharibu hali ya amani ya nchi hii. Na ndio maana jana vijana wetu na sisi wenyewe tulifika mahakamani, hatukuwa hata na wembe kama alivyosema Naibu Katibu Mkuu, kwa sababu sisi ni watu wa amani. Kwa hiyo niwahakikishie wa Tanzania kwamba bado tutaendelea kulinda amani, lakini tutaendelea kudai haki yetu na haki ya Watanzania hadi paka ushindi upatikane. Asanteni. Asante sana. Asante makamu Zanzibar, na nichukue fursa hii sasa kumkaribisha makamu mwenyekiti bara, kaimu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Karibu sana. Ndugu waandishi wa habari, na mimi nitazungumza kwa kifupi sana, lakini pia nitatoa msimamo na mwelekeo wa chama chetu kuanzia sasa. Maswali ya kujiuliza sisi wote kama Watanzania na nyie waandishi wa habari: je, tumekubaliana na mfumo wa vyama vingi katika nchi yetu? Swali hilo linajibiwa na katiba yetu kwamba ni ndio. Ibara ya 3 inasema Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini, yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hiyo ni katiba hii hapa ya mwaka 77
ambayo Rais Samia na wengine wote wanapapoti kuapa kuilinda. Sasa kama nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia ya vyama vingi, kwa nini Chadema tunafanyiwa haya tunayofanyiwa? Kwa nini chini ya utawala wa Rais Samia ameattempt, actually kwanza watu wengi sana wa kwetu wameuawa, wamepotea. Tunazungumza leo kijana mdogo kabisa Deusdedit Soka, hatujui alipo, miezi mingi imepita. Tunazungumza saizi Bwana Kipanya, kiongozi wetu kutoka kule Sumbawanga, julikane alipo. Wakina Mrai na wengine wengi wamepotea chini ya utawala huu, na hawajapotea kwa sababu ni wahalifu. Wamepotea kwa sababu misimamo yao ya kisiasa ambayo wako guaranteed na katiba haifanani na CCM. Wana msimamo tofauti na CCM kuhusu masuala ya uendeshaji wa nchi yetu. Hawaamini katika CCM ambayo imekuwa madarakani kwa miaka 63, imeharibu nchi, imegawa rasilimali zetu kwa Wachina na Waarabu na Wazungu, watu wetu wanateseka. Wanafikiri kupitia Chadema wanaweza kufungua mlango wa serikali itakaowajibika, itakaorudisha rasilimali kwenye mikono ya kwao ya wananchi, itakaofanya vijana wetu wapate shughuli za kufanya. Hilo linageuka kuwa kosa la kuwapoteza na kuwaua. Matukio yaliyotokea jana yanasikitisha sana. Kila mmoja wetu amesimulia. Sisi viongozi wakuu tulikutana hapa, na actually ni jambo ambalo hatukutegemea kabisa. Tulijua polisi wanaweza kujaribu labda kuzuia watu, lakini kwa viongozi kwenda kwenye hivi, inawezekanaje? Rais Samia, this is a message to you. Ungekuwa wewe umeshtakiwa, una makamu wako wa sira, au unaumwa, let's say unaumwa, alafu Wasira azuiliwe kuja kukuona ukiwa unaumwa, how do you feel? Ungejisikiaje? Asije tu. Ninasoma Biblia inasema tuwaombee watu walioko magerezani na wanaoumwa. Kwa hiyo Biblia inatambua maeneo hayo mawili. Lissu yuko magereza kwa kesi kubwa ya uongo, ya treason. Na kila mara najaribu kulirudia hili jambo ili mlicomprehend. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Hiyo kesi inampelekea Lissu wakimconvict, na kwa jinsi hii nchi inavyoendeshwa, they can do anything. Wanaweza kumconvict. Kwa sababu kama wana attempt kuendesha hiyo kesi gizani, watu wasiwepo, watu wasisikie, vyombo vya habari viko controlled. Angalia namna mlivyo ripoti matukio ya jana. Matukio makubwa kabisa. Mmepiga picha kiasi gani? Hata picha ambazo zimezagaa nyingi ni ambazo volunteer tu wamepiga. Lakini vyombo vya habari kama vyombo vya habari vya Tanzania, ukiona matukio mliofanya na you think you're safe. Na mimi sitaki kuwaraumu, lakini nataka mfikirie mambo kwa depth yake. Kwamba watu wanafikiri mimi niko behind the camera, I'm safe. You are not. Hamko salama katika mazingira haya. Sasa unapozuia, unataka kesi iendeshwe gizani. Sisi tumekataa kesi ya Lissu kuendeshwa gizani. Hilo jambo hatuwezi kulikubali. Na Lissu mwenyewe ni mwanasheria, sidhani kama atakubali hilo jambo. Access ya mawakili kumuona ni ndogo mno. Wakili anaruhusiwa kumuona mtuhumiwa wakati wote. Wamefanyiwa hivyo wakina Mandela wakiwa kwenye Livonia trial, na Makaburu wameruhusu mawakili kwenda kumuona Mandela. Leo Lissu anazuiliwa, mawakili wanakuwa controlled. Watu wa Amnesty, wa vyombo wa haki za binadamu wamekuja, hawajaruhusiwa kwenda kumuona Lissu. Kwa ni kesi inataka kufungwa hivi, mara hukumu itoke, Lissu ananyongwa. Na hayo ni mambo planned, kwa sababu ile ni kesi ya kisiasa. Sasa matukio yaliyojitokeza jana yote yana culminate kwenye mambo hayo tunayoyaona. Sisi tumezuiliwa. Mimi ni makamu mwenyekiti wa chama.
haijawahi kutokea. Ni ishu ya ajabu kweli kweli. Hata wakina Mandela waliposhtakiwa, viongozi wenzake waliruhusiwa. Livonia trial, kulikuwa na speaker nje ya mahakama, chini ya makaburu. Napozungumza hivi ni chini ya watu waliobagua watu weusi, watu waliosema ukiwa na ngozi nyeusi wewe sio binadamu, lakini still waliweza kuruhusu hao watu walioamini sio binadamu waje kusikiliza kesi ya mtu ambaye sio binadamu wenzao. Sasa leo mtu mweusi mwenzetu, Mtanzania mwenzetu, tunayelipa kodi anayotumia, anazuia sisi tusiende kusikiliza kesi ya kiongozi wetu. Haiwezi kutokea, tutakufa katika mazingira, watatuua wote. Lakini nawahakikishia wanachadema hawataacha kwenda, na natoa wito mwanzo kabisa kwamba kesi ijayo kutakuwa na mobilization zaidi ya wanachadema wengi zaidi kwenda mahakamani. Hatutaenda kwa fujo kama kawaida, lakini nataka nimwambie Rais Samia, haya mambo haya yatakuweka watu wakujue wewe ni nani kwa usahihi, kwa sura halisi ya kwako. Damu za watu zina madhara makubwa sana kwa mtu yoyote, kwa kiongozi yoyote. Usipolipa wewe, watalipa watoto wako kwa njia mbalimbali. Mimi nimetoka hapa, tumeondoka hapa saa 1:30 asubuhi na makamu, gari yake ikiwa mbele, makamu Zanzibar, na walikuwa na naibu, na gari yangu ikiwa imefuatana nao. Wao si walipenya vipi pale Surrender Bridge wakavuka, mimi nikasimamishwa pale Surrender Bridge. Polisi wakaongezeka, wakaniamuru nishuke kwenye gari. Mimi nikaambia kwa nini nishuke? Utaratibu wa nchi yetu, kama mnani arrest mnaniambia bana Heche huko chini ya ulinzi kwa kosa hili, tunakupeleka sehemu fulani. Lakini wakaongezeka, kuna bwana mmoja anaitwa Mgonja, somebody Mgonja, na mwingine anaitwa Shomari Himbuka. Wakaita polisi. Shomari Himbuka na ana nyota 3, na yule bwana Mgonja nafikiri ni RPC wa Ilala, kwa sababu tulikuwa naye tangu siku ya kwanza kule. Wakaongeza magari pale baada ya mimi kusema sishuki kwenye gari na hakuna sababu ya kunizuia kwenda ninakoenda. Wakaongeza polisi pale, wakaniambia wataniforce, watanishusha kwa nguvu. Nikaambia fanyeni. Mwisho wa siku tukajadiliana na wasaidizi wangu, wakaniambia wewe shuka, kwa sababu waliniambia wananiingiza kituoni Surrender Bridge. Nikashuka kwenye gari, wakaniambia twende kituoni. Nimeenda kituoni, kufika pale kituoni Mgonja akatuzuia, mnampeleka wapi? Nikamwambia ameniambia wananipeleka kituoni, kwa sababu mimi kuniambia naenda kituoni nilikuwa tayari kwa hilo. Akalazimisha nipande kwenye gari la polisi, nikakataa, kwa sababu mimi niko kituoni, niingizeni kituoni. Wakanipandisha kwenye gari kwa nguvu. Na bwana mmoja namba zake nafikiri tutazitoa baadaye, anaitwa Maria, jina lake anaitwa Maria. Wakaniforce na huyu bwana Imbuka, wakanipandisha kwenye gari na wasaidizi wangu wote, gari ya polisi namba PT 5524. Ilikuwa kwenye saa 1:47 kuelekea saa 2. Wakaondoka na sisi pale. Peter Kawe wakaingia mpaka kule Bahari Bichi, wakaingia kwenda Ununio. Kwa hiyo wakawa nazunguka na sisi kule Mabwepande, si wapi Ununio, wanazunguka. Mwisho wa siku wakatupeleka kwenye saa 4, wakatupeleka kituo cha polisi wapi pale? Mbweni, yes. Lakini hatukuingia kituo cha polisi. Wakapaki pale, kuna msikiti kama mita 100 kutoka kituo cha polisi. Kituo cha polisi unakiona, lakini mita 100 wakapaki, kuna mti pale. Tunasimama pale, tunauliza hapa tunafanya nini? Asema subiri. Hatujanywa chai, hatujafanya nini. Tumekaa pale mpaka kwenye saa 5. Ikaja gari ya polisi, gari nyingine inaonekana ina namba za kiraia, T101 DTX, Land Cruiser hizi hadi top ambayo ina rangi ya silver. Wakatuamuru tushuke sasa tuingie kwenye ile gari ya polisi, kwa sababu tulishazunguka sana pale Ununio, kule baharini kule, si mtawa hali api, si mtawa nani Shairoz Banji, si mtawa nani, si Obama Street, wanatutembeza tu mle ndani.
kwenye majumba, tunatokea huku na wananchi walikuwa wanaona muda wote. Tunazunguka mara tunazunguka barabara hiyo hiyo hata mara 6 mara 7 tunaenda kutokea huko. Tuenda tukapaki pale, ikaja hiyo gari DTX, wakatuambia tushuke tuingie mle. Tukagoma, tukaambia hatuwezi kuingia hapa, tupelekeni kituo cha polisi. Wakasema mkicheza hapa tutawaueni. Shukeni. Na ni gari na namba za kiraia. Tukashushwa pale kwa nguvu, tukaingizwa kwenye ile gari. Mle kulikuwa na askari wengine wawili. Wamevaa, sijui kama ni askari, wamevaa nguo za kiraia na wana bunduki. Na mmoja amevaa kofia kichwani, ana nguo za kiraia. Tulipoingizwa humo, tena gari hili kaondolewa pale. Metembea, tukapita huko Mbweni, tukaja, tukafikishwa hapo Masaki, karibu na Pantaleo pale. Kuna kakituo ka polisi pale. Tukafikiri wanatuingiza mle. Wakarudisha gari, wakaipaki kwa nyuma, na ile gari nyingine PT namba ngapi alikuwemo RCO ambaye alikuja sasa na ile gari nyingine. RCO alijitambulisha kama RCO wa Ilala. Ikaja ikapaki mbele yetu, ikablock. Sasa baada ya ile mazingira na muda unaenda, imefika saa 7, wasaidizi wangu wakaanza kupiga kelele. Kwa nini mnatufanyia hapa? Mimi nilitakiwa kumeza dawa, niliandikiwa dawa tangu saa 2 nimeomba, nilitakiwa kumeza dawa saa 4. Hawajaruhusu niletewe dawa. Na hapo tukakutana pia na dereva wangu wamemwaresti. Kwa hiyo tumekaa pale, ilipotokea kelele ikabidi tena waondoe hiyo gari. Wakatuondoa, tukazunguka kama wameniambia wananipeleka hospitali, tukaenda kupaki Oysterbay. Sasa Oysterbay ile ya zamani, kwa huku kwenye kuna limwembe, yale magari yakapaki pale, na tulikuwa tuna uwezo wa kuona, tukasikia wanasema muliro. Kulikuwa na magari mawili meusi ambao tunaambiwa moja VX alikuwemo muliro. Kaenda wakajadiliana naye, wakarudi. Wakasema bana, tunakupeleka nyumbani. Nyumbani ni wapi? Kaambia Sarasara. Wakawasha gari. Tumeondoka kama tunaenda Sarasara, inaelekea saa 10, saa 9 saa 10. Tumevuka njia ya kwenda Sarasara. Tumevuka ile Tegeta, tumevuka Wazo, tumevuka Boko, tuko sehemu inaitwa Bunju. Sasa tukaanza kuwauliza mnatupeleka wapi? Gari linaelekea huko. Nikawaambia watu wangu kwamba hao watu wana malengo mabaya, wanasubiri liwe giza watudhuru. Mmoja wa mlinzi wangu akashika steering, gari iko 120. Kwa hiyo tukaanza kuyumba, nikamwambia shikilia, kama ni kudondoka tufie humo, kuliko kwenda kuuawa na watu tunaowalipa. Kwa hiyo ikatokea vurugu, gari kayumba, dereva yule alijitahidi, wakafanikiwa kusimamisha gari, na katika mazingira yale mlinzi wangu mmoja akafanikiwa kufungua mlango akaruka, na msaidizi wangu Mulimi akaruka kwa mlango wa nyuma. Kwa sababu pale ile panic ya gari kuyumba, na ile gari iliyokuwa mbele ya polisi ikawa imetuacha mita kadhaa, ambayo alikuwemo Chacha na dereva wangu. Kwa mazingira ya sisi labda pona yetu ni baada ya hawa mabwana wawili kushuka na yowe ikapigwa pale, kwa sababu walisimama ili wawakimbize, lakini raia wakaanza kuongezeka. Kwa sababu nilikuwa namsikia msaidizi wangu anasema Heche yuko humo anaenda kuuawa, saidieni. Watu wakaanza kukimbia kusogea pale, wakaona italeta vurugu, wakaondoa magari. Kwa hiyo nafikiri ndio pona yetu sisi katika mazingira hayo, wasitupeleke sehemu mbaya. Kwa hatukushushwa katika mazingira ya kawaida, ni baada ya watu ambao waliruka kwenye gari, na kwa sababu wameisha kaa na wale watu kuanzia asubuhi mpaka mchana mpaka jioni, wangeweza kuwataja kwa majina kwamba tulikuwa na wewe na wewe na wewe. Ndio sasa polisi wakaamua wakatupeleka kituo cha polisi, wakapaki pale Mbweni tena pale kwenye msikiti tangu saa 11 mawasiliano yanafanyika huyo RCO mpaka saa 2 usiku. Ndio wakatupeleka kituo cha polisi Mtongani, Kunduchi Mtongani. Kakituo kadogo tu hivi, wakatucharge, wakatuambia wanatushtaki kwa kosa la kufanya mkusanyiko wenye vurugu. Lakini kini macho tu, kwa sababu walituandikisha. Mimi nikamwambia mimi sina maelezo, sijara tangu asubuhi, siko settled, sijanywa hata maji. Kwa hiyo
wakasema tu tunaandika particular zako, tutakuita muda tunaotaka, kwa hiyo umejidhamini. Hakuna hata sehemu nilio saini kama nimedhaminiwa. Sasa haya mambo yanatuambia nini? Kwamba tuna jeshi la polisi linaloteka wa Tanzania, na uthibitisho ni sisi na wengine wote. Mmemsikiliza alichozungumza Noel Hema. Pengine wa Tanzania mnachukulia haya mambo ni kawaida kwa sababu hayajakufika. Nilikuwa naongea asubuhi na mke wa rafiki yetu, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM, ndugu Daniel Chonchori, ambaye amepotea leo, ni siku ya 34. Yule mama ananiambia wakati wote Chadema mlipokuwa mnazungumza kuhusu watu kutekwa na kuuawa na nini, mimi nilikuwa naona ni vitu ambavyo sisi haviwezi kutufika. Paini nilionayo haielezeki. Anaambia wamehangaika kutafuta mtoto, lakini leo Mungu amewasaidia na baba yao hayupo. Sasa haya mambo ni kwa kila mtu. Ni kwangu leo, kwako kesho, kwa mwingine kesho kutu. Hakuna kosa lolote tulilofanya. Hakuna kosa kwa mujibu wa sheria yetu. Kwenda mahakamani kifungu cha 186 ni ruksa kabisa. Kwa nini watu wanaenda mahakamani kama hakuna nia ovu? Noel afunguliwe mbwa wamshambulie. Matukio ya mbwa kushambulia binadamu ni matukio yamefanywa wakati wa kina Martin Luther wanapigania haki za watu weusi Marekani. Wazungu walikuwa wanafungulia mbwa wawang'ate watu weusi. Kuna picha zimekuwa captured na ni picha ambazo ni very iconic duniani. Watu weusi wanafukuziwa mbwa wawang'ate. Leo chini ya Rais Samia, serikali yake inafukuza mbwa wa polisi wamng'ate binadamu. Noel anasema alipojaribu kujitetea dhidi ya mbwa, walikuwa tayari wamuue yeye, mbwa abaki. Kwamba nchi hii, Mtanzania, thamani yake ni ndogo kuliko mbwa. Chini ya Rais Samia, chini ya utawala wa Rais Samia, nimewahi kukutana na watu ambao leo wako madarakani, rafiki zangu, wakanieleza mateso waliopitia chini ya utawala wa Magufuli, Rais Magufuli, wakiwa hata ndani ya CCM. Leo wako madarakani, wamejisahau, wanatumia hayo mateso kututesa sisi, kutesa wanachadema, kuumiza, kuteka watu, kupoteza watu. Noel anafukuzishiwa mbwa. Hayo ni mambo ambayo makaburu wa Afrika Kusini walifanya wakati wa Soweto. Wanafungua mbwa wawang'ate watoto wa shule. Sasa kwa kifupi, haya mambo hayazuii hata dakika moja quest yetu ya kutafuta mabadiliko katika nchi. Actually yanatuchochea. Tuna siku 93 ofisini Chadema hapa. Lissu yuko ndani. Sisi ambao tuko nje hatutarudi nyuma hata dakika moja. Kwa lolote ambalo tumepanga kama program ya chama, tutaisimamia to the dot. Tutaisimamia to the dot. Wanachadema wote poleni, jifuteni nguo, mapambano yaendelee. Damu zetu wanazomwaga ni kwa ajili ya kutafuta nchi njema kwa watoto wetu, ili mtoto wa Noel asije akapitia haya Noel aliyopitia, ili mtoto wa Upendo asije akapitia haya Upendo aliyopitia, kwa sababu Upendo hana kosa, kwa sababu Noel hana kosa. Kwenda mahakamani sio kosa. Kwa hiyo tunataka haya mambo waelewe kwamba hakuna kiwango cha vitisho, hakuna kiwango cha udhalilishaji, hakuna kiwango cha mauaji kitakachozuia wala kurudisha nyuma kiu yetu ya kutafuta mabadiliko. Tunajua, tuna taarifa na tunajua mipango miovu dhidi ya chama chetu.
Sisti Nyahoza, unajua ulipokuwa mkiwa na Salehe Bohora, mnajua anayewatuma na attempt kuifuta Chadema. Na waambia mmechelewa sisti. Ifuteni hata kesho. Hizi kesi mnazoona zinatumia majina ya wanachadema, walioko nyuma yao ni kina Sisti Nyahoza, kina huyu bwana anaitwa Salehe Bohora. Wanajua, na sisi tuna ushahidi. Attempt yao ya mwisho ni kufuta chama hiki, kwa sababu chama hiki kinafanya kazi halisi ya kuwatafutia Watanzania mabadiliko wanayoyahitaji. Sasa haitakuwa rahisi sana kama wanavyofikiria. Lakini vile vile niwakumbushe kwamba labda kama hawasomi historia, ANC ilikuwa banned, ilifutwa. Hata kutamka neno ANC ilikuwa haikubaliki, haitakiwi. Lakini iko hapa. Una justify vipi kipigo alichopata naibu katibu mkuu ambaye hakuwa hata na wembe? Kwa nini watu wetu wote waliokamatwa wamevunjwa miguu na mikono? Why? Waandishi wa habari, ulizeni ama swali, ulizeni Muliro. Kwa nini watu wamevunjwa? Kwa nini kila aliyekamatwa wamevunjwa? Kwa nini wameattempt kuvunja kila mtu, kumfanya awe mlemavu? Ni coincidence ya aina gani hiyo ambao watu karibia 23, watu karibia 10 na kitu wamevunjwa? Hawa ni watu waliokuwa specially trained kwa ajili ya kuja kuumiza watu wasiokuwa na hatia bila kosa. Kosa lao ni kwenda mahakamani. Kwa hiyo niseme tu mambo mawili ya mwisho. La kwanza, tumekutana na watu wa haki za binadamu, watu wa Amnesty na watu wengine wa haki za binadamu kutoka nchi mbalimbali. Tunategemea kuongeza mawakili zaidi wa kimataifa kutoka nchi zote za Afrika Mashariki na Kati, senior lawyers, siku ya kesi ya Mheshimiwa Lissu tarehe 28 na tarehe 6, na wote tutaenda mahakamani. Tunamshukuru Martha Karua kwa solidarity yake, kwa kuonesha mshikamano katika wakati huu mgumu kwetu kama Watanzania. Tuna mawakili wa haki za binadamu wako hapa, wanaangalia vifungu mbalimbali kwa kushirikiana na mawakili wetu wa chama, ambao wataanza kukutana na watu wote walioumizwa leo na kudokumenti. Kwanza tutafanyia documentary ya mahojiano ya kina, lakini kuangalia namna ya kufungua kesi ndani ya nchi na nje ya nchi. Tunafungua kesi ndani ya nchi kwa sababu ya record, mazingira ya mahakama zetu wote tunafahamu, lakini ni vizuri tukaweka record ndani ya nchi kwamba tulifanya hiki kitu. Na tunatoa wito kwa Jaji Mkuu Ibrahim Juma aangalie mazingira haya, kwamba yeye anaongoza muhimili wa mahakama, lakini polisi ambao wako kwenye muhimili wa serikali ndio wanapanga kila kitu kinachofanyika mahakamani, na yuko kimya. Sio jambo la kawaida. Tulitegemea kama ni mahakama inasema msije mahakamani, sisi tusikilize mahakama na itoe sababu kwa nini. Lakini leo polisi ndio wanamshtaki Lissu, polisi ndio wanamshikilia Lissu na vyombo vya serikali, lakini hao ndio wanakwenda mahakama, wanaagiza nini kifanyike mahakamani, wanapiga watu kwenye viunga vya mahakama. Watu wamekamatwa, Hilda amekamatwa kwenye viunga vya mahakama, haonekani. Wakati tuna taarifa amekamatwa pale na yuko Kitoni Central, haonekani. Ndugu zake hawajui alipo. Kwa hiyo tutawashtaki hao watu, tutawashtaki ndani ya nchi na tutawashtaki nje ya nchi. Kuanzia leo mawakili wetu watashughulika hizi kesi na ile iliyofanyika Mbeya, kwa sababu iko kwenye mchakato na inaelekea kukamilishwa. Tutawashtaki kwa majina. Tutamshtaki Muliro. Kwanza tutaanza kuangalia Muliro yuko ofisini vipi, kwa sababu tunaambiwa ni mtu ambaye amevuka umri wake. Inawezekana anapalilia au hajajiandaa kustaafu. Hivi ongeza muda hivi vinamsababisha ajifurahishe, amfurahishe.
na anafanya kupita kiasi, na wengi wamepita kwenye hizo ofisi leo wanaadhirika sana sana. Namwambia tu akasome kitabu cha Jamali Rwambo, alikuwa kama yeye. Mzee Jamali Rwambo mtu mstaarabu sana, ameandika kwenye kitabu chake anasema hata alipo kuna RPC moja alistafu akapewa zawadi ya hotpot. Unatumikia watu ambao wanauza madini ya nchi, wanakuwa matajiri, wanajilimbikizia mali ugaibuni China na Dubai. Unapostafu wanakupa hotpot kwa kufanya unyama huu wote, na mtoto wako hata kuwa RPC kesho kutwa anaweza akapigwa au akaishia kuwa mvuta bangi tu mtaani. Kwa ndugu zangu, chama chetu kiko imara, kinasimamiwa vizuri sana, kitaendelea kufanya kazi zake. Kuna attempt na kuna mashambulio kama alivyosema katibu mkuu kila kona, lakini tuna uongozi imara wa kutuvusha turbulence tulizo nazo na hatuangalii nyuma. Rais Samia na kuambia na watu wako, no turning back. No turning back. Hatugeuki nyuma. Katika hatua za baadaye tutataja hawa watu kwa sababu na sisi tunajua. Tuna taarifa za ndani sana. Kila mpango tutataja mmoja baada ya mwingine. Ulikaa kikao sehemu fulani, mpango wako ulikuwa huu. Waliofanya hivi ni hawa. Lakini nawaomba sana ndugu waandishi wa habari, timizeni wajibu wenu kwa nchi yetu. Hamuipiganii Chadema wala hamumsaidii Heche, wala ili jambo la nchi yetu kuwa state kuwa captured na kigrupu cha watu na kuelekeza nini kifanywe na kunyanyasa watu. Sio swala la Heche as a person, ni swala letu kama Watanzania. Haya mambo Chadema inayoyapigania utawala wa sheria, rasilimali za nchi yetu, kutumika kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, sio kwa ajili ya John Heche na familia yake peke yake. Sisi tuko mbele tu. Timizeni wajibu wenu. Mnapokutana na hao watu waulizeni. Saidieni Muliro anapokuja kugonga kifua mbele yenu. Muulizeni, unasema hii kwa mujibu wa sheria ipi? Unazuia watu wasiende mahakamani kwa mujibu wa sheria. Muulizeni. Jana waandishi wa habari wamepigwa. Cha ajabu katika nchi hii, hata wale waandishi wenyewe ukiwasikia wanaongea ni kama wanaongea kama vile haya matukio. Waandishi wa habari hata kule Gaza wanaruhusiwa kupiga picha katika mazingira mnayojua Israeli inavyo-operate. Iweje Tanzania waandishi wa habari wanazuiliwa kufanya kazi zao kwenye premises za mahakama? Na hili jambo halija surface. Ukisikiliza vipindi vya redio asubuhi unashangaa. Tuna taifa la aina gani ambao watu wanazuiliwa kufanya kazi zao na wanapiga makofi kwa wale wanaowazuia kwa sababu wamekupa shilingi 2,000, 3,000, 4,000? You can get more kama mazingira yatakuwa. Hakuna watu wanateseka hawapati maslahi wanaostahili kupata kwa professional kazi wanayofanya kama waandishi wa habari wa Tanzania, kwa sababu mazingira tulionayo yote haya yanatengeneza ujira kwa wananchi, kwa watu wanaofanya kazi serikalini, yanaseti hizo standard kwa makampuni binafsi. Ndio maana serikali haiwezi kusimamia makampuni ya walipe vizuri, kwa sababu tuna serikali sio jali watu. Serikali inayojali watu inajali watu kuanzia wanaofanya kazi kwenye idara zake, lakini mpaka kwa wanaofanya kazi kwenye kampuni binafsi, kwa sababu ni watu wa nchi yako. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawasihi, timizeni wajibu wenu. Andikeni mambo haya kwa uzito. Siwapangii nini muandike, lakini yapeni uzito unaostahili. Haya mambo ni mabaya. Watu 22 kati ya hao watu 10 na kitu wamevunjwa. Someni headline za magazeti. Katika mazingira ambayo watu zaidi ya 10 na kitu wamevunjwa miguu na mikono. Katika mazingira ambayo mkurugenzi wetu wa fedha amevunjwa mguu, amevunjwa mkono, ameumizwa mbavu. John Pambaru, mwenyekiti wetu wa vijana, nani amjui?
Inakuwaje mtu ambaye amekamatwa yuko chini ya ulinzi wa polisi anaendelea kupigwa? Ni kwa sheria zipi? Wakinatoa wakivua nguo hapa mtalia. Ninawasihi sana Watanzania tusikubaliane na hali hii. Na watia moyo wanachadema popote mlipo nchini, mapambano yaendelee. Giza likiwa kubwa sana, asubuhi inakaribia. Na ninawashukuru sana kwa kweli. Wametisha watu sana, lakini umeona watu walijitokeza kwenda mahakamani. Kwa hiyo watu wetu wamepeleka message kwamba Muliro hatukuogopi. Hii nchi sio ya kwako, sio ya Charamira. Hii nchi ni ya kwetu sote. Na sisi tunasimamia kufuata sheria. Na washukuru sana mliokuja mahakamani. Na naendelea kuwahimiza wengine wote siku zote za kesi twende mahakamani. Na safari ijayo tutajitokeza kwa wingi zaidi. Na niwasihi twende kwa amani hivyo hivyo. Wametuumiza, lakini nataka